Moja kwa moja basi wakati umewadia tupate kuingia kwenye mafunzo yetu. Ikiwa basi ni kwenye kipindi chako cha SNL, ukipenda Saturday Night Live, nami hapa VMM, ukipenda Victor Mandala. Na kwa muda kiasi tumekuwa tukijifunza masuala kadha wa kadha ambayo basi yanahusu tabia zitakazojenga uhusiano mwema wa kimahaba kati ya wanandoa. Yaani strong romantic relationship. Unakuwa na ile romance, ile mnapendana cha ukweli. Wachana na hiyo kujifanya. Unajua wanadamu si wanyama, wale ambao wanapatana tu wakati ambapo anaenda unajua ng'ombe, ukiona anapatana na wa kiume wa kike ni kupata ndama, baada ya hapo biashara imeisha. Ndipo Biblia kaongea kuhusiana na furahia mke wa ujana wako. Kwa hiyo basi make sure pale umepata kuenenda pamoja nasi tuweze kusemezana katika mafunzo haya, na najua utaweza kubarikiwa zaidi. Kumbuka basi wakati uliopita tulikuwa tunajifunza kuhusiana na katika msururu uliopita siri kuu za ndoa, tukaweza kumaliza so many parts nyingi, na sasa hivi basi tuko katika part 3 ya hiyo sehemu ya tabia zitakazojenga uhusiano mwema wa kimahaba kati ya wanandoa. Kwa hiyo basi be our guest, nitakuwa nafanya recap kidogo tu ya yale ambayo tulijifunza katika vipindi viwili ambavyo vimepita, lakini nitakugusia kwa kifupi tu. Lakini kabla pale niweze kujuza hivi, iwapo ungependa basi hayo kwa kirefu yale ambayo tulijifunza, huenda huko pamoja nasi, la kufanya tu ni kwenda pale kwenye YouTube, tafuta Victor Mandala, enda kwenye YouTube, tafuta, ushafungua tu YouTube either kwa simu yako, kwa gadget yoyote ambayo uko nayo, laptop na kadhalika, kisha ipata search tu, enda pale kwa search, hapa juu kuna neno search, kuna tu search, enda kwa search, tafuta Victor Mandala SNL. Kama ni zile za kuza mbeleni ni siri kuu za ndoa, na kama ni hii msururu ambayo tunaendelea nao saa hii, unaandika tu pale tabia zitakazojenga uhusiano. Hata ukiandika tu hivyo tabia zitakazojenga uhusiano, bila shaka umeandika Victor Mandala SNL, alafu andika tabia zitakazojenga uhusiano, basi bila shaka utapata video hii. Na ukipata video na make sure you specify part 1A, part 1B na kadhalika. Ukisha specify utapata hayo yote, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo ukishafanya hivyo itakusaidia. Na mimi husema hivi, kwa wewe ambaye unasikiliza, ni vizuri sana uweze kusubscribe. Number 1, maana ukisha subscribe, of course ukishafungua hivyo uta subscribe, click neno subscribe ambayo iko chini ya video. Ukifungua tu hivi chini ya video hii kuna neno subscribe. Then baada ya subscribe na click kwa hiyo subscribe tu. Click tu, si lazima uandike. Then ukisha click hivyo, kuna wale ambao wataambiwa sign in. Si wote. Wengine wataambiwa sign in. Ukiambiwa sign in, then your Gmail account is not active kwa hiyo gadget, then sign in na Gmail account yako. Then baada ya kusign in, kile utafanya basi hapo kando tu, kiashaona subscribe, kando yake hapa kuna neno, kuna alama ya kuna kakengele, ni kakengele kamechorwa tu. Nakumbuka ile kengele tulikuwa nayo shuleni, kili kama hiyo. Kwa hivyo kuna alama kakengele hapo. Hiyo inamaanisha ni notification bell. Kwa hivyo ukisha click hiyo notification bell, inamaanisha takapo upload anything kwa YouTube channel hii, utakuwa notified wherever you are. Kwa hivyo popote pale ulipo, make sure umesubscribe na ushare ujumbe huu, tuzidi kujuzana, tusaidiane kwa wingi zaidi. Kwa hivyo make sure umesubscribe pale ili tuendelee kwa pamoja, itakuwa vema zaidi. Naam. Nafanya recap kidogo labda kwa wale ambao, na ukisubscribe, ukiclick notification bell itakuonyesha alama 3. Kuna moja iko na tu alama kando, nyingine imetulia tu, na nyingine iko na cross. Usichukue hiyo cross, maana itakusaidia vile. Na hii nyingine ni personalized, alafu hii nyingine wakati naweka chochote pale inakuwa unakunotify. Kwa hivyo na click hiyo juu itakuwa vema zaidi. Unajua itakusaidia ili kwamba muda ambao unapoteza mwingi kuanza ku search, hautakuwa una search, maana unatumia kwa email. Tukiupload anything unatumia kwa email, then you just click the link ambayo iko kwa email, inapeleka mpaka penye hiyo video ipo. Maana kwa sasa hivi channel ya Victor Mandala iko na good number of videos. Kwa hivyo ukienda pale kusearch, kuna uwezekano ukafanya kazi. Anyway, tusiende kule. Niruhusu basi nirejee hapa kwamba wakati uliopita, recap kidogo tu, wakati uliopita tunaweza kujifunza kwamba jambo la kwanza katika ndoa, ili ukapate kuwa na ile romantic relationship, jambo la muhimu zaidi of course ni kumtanguliza Mungu. Mungu akwe ndio kimbilio lenu. Jambo lingine ambalo tulijifunza pale kwa kirefu wakati ule mwingine ni kuhusiana pia na maongezi, mazungumzo. You need to practice free and fair communication. Of course not free and fair, free and open. Unakuwa mtu wa wazi tu. Ukifika mahali kwa ndoa upate unafika mahali kuna maneno fulani unaficha, unasema acha nifanye hivi, baba nani akijua, mama nani akijua, italeta tu ngori bure. Ukifika mahali unafanya vitu kwa kuficha, something is amiss. Kwa hiyo basi anyway,
different marriages ziko na different sheria za kufuata. Kwa hiyo basi hivyo, lakini I'm just talking about the standard one. Naongea kuhusiana na hiyo, itafaa zaidi. Anyway, kwa hiyo kifikia pale, anza kuchunguza what is not right, what are you not doing right, ili mpate kuchange mienendo yenu. Tukafuatia pale na kipengele kingine ambacho tulisema kwamba cultivate shared interest, doing things together. Mnapika pamoja, mnafanya vitu kwa pamoja. Kama mmoja wenu anapenda kuwatch mpira, mna watch mpira kwa pamoja. Shared interest, mnafanya vitu kwa pamoja, mnaenda kuwatch movie. Kama kanisani kwetu wakati Ijumaa hii ambayo imepita, ambayo ni jana juzi, wazee, ni maana ni wiki ya wazee tulienda tu kanisani, tukawekewa movie ya Christian movie, a good one, ya mafunzo mengi kuhusiana na mambo ya fatherhood, na tukawatch movie. It was a good nice movie. Mna watch mkikunywa kikombe cha kahawa, tu popcorns pale, kasamosa pale, mnajipa raha tu. Kwa hivyo ilifanyika. Kwa hivyo ni vema kama wazee wa kanisa tunaweza enda pale na hiyo ikawa ni nzuri. Sembuse sasa wewe ujitoe na mke wako. Watoto mmesetu wako sawa, mmewapanga, wapelekeni out watoto wakati wao sawa. Lakini kuna wakati tumetenga, mnatoka wewe na mwenzako, mke wako ama mzee wako, mnaenda tu pale nje, mnakula tu crips pole pole, mkijienjoy, mkiwatch ka movie na kadhalika. It's so sweet, Kwa hivyo anyway, wacha nisiendelee kufunza pale. Ni recap tu. Kama ulimiss, rudi kwa zile za hapo mbeleni, utapata kwa kirefu zaidi. Na vile vile pia kasema keep in touch throughout the day. Nikapata kujuza kwamba wakati mwingine kuna wanaume wanasema mke wangu anakuwa yuko prepared, sijui, unapata mke wako anachukia labda tendo la ndoa, na ni kwa sababu haumuandai. Kwa hivyo kipengele cha 3 kaongea kuhusiana na please keep in touch. Make sure hata ukiwa kazini, tuma ka SMS kwa mke wako, mwambie sweetie, unaendeleaje, umeshindaje, awe kazini awe nyumbani, talk to her. Inafanya anajua kwamba mume wangu ananifikiria, mke wangu ananifikiria. Hivyo itafika mahali mkipatana jioni, kama mlimesiana, ni kama mmemisiana a whole month, kumbe ni just a number of hours. Na hivyo basi inafanya mkienda kuhusika kwa tendo la ndoa, ndipo sasa nasema kwamba tabia zitakazojenga uhusiano mwema wa kimahaba. Mkifika mahali mmeongea, you feel each other, kuna mambo kadha wa kadha mmesemezana, mengine mmerushiana mambo ya maneno ya mapenzi, alafu mkipatana jioni, kila mmoja wenu amemiss mwenzake vibaya, then you are ready for each other. Hamna kuna kibarua cha kusukumana. Ati niko na headache, ilikuwa na ikawa, wengi upenda kutoa visababu. Haitakuwepo. Kisa na maana ni kwa sababu mmeandaana, mmeandaa mmoja na mwingine mapema. Anyway, ni wakati uliopita. Kwa hivyo basi enda pale kwenye YouTube utazipata pale kwa kirefu. Na leo basi niruhusu niingie katika kipengele kingine. Ambacho tunaweza kujifunza leo, tuingie kindani. Ambapo basi tuliweza kusemezana kwa wakati uliopita mengi, lakini leo ni kipengele kingine ambacho tunasema kwamba pay attention to small stuff. Do those small things that anapenda and avoid small asipopenda. Kuna vitu ambavyo unaviona ni vidogo vidogo lakini anavipenda. Do kuna tu mwanadada ana value kuambiwa na kupenda. Si kwamba nini, hapana, si kwamba ana mashaka kwamba unampenda. Mwambie unampenda. It is so painful kwa ndugu ama dada yeyote ile ambaye ako in love, maybe ni mume wako, mke wako, ama ni alafu unaambia mtu, umekaa uko na wenzako, unaambia mtu, hata wakati uko peke yako kwa simu, unaambia mpenzi wako sweetie nakupenda, alafu anasema nikamwambia mtu bwana asifiwe, akasema nimesalimika, nakupenda hivyo. Hapo kuna tatizo. Kwa hiyo basi unapata kwamba wakati huo wahitaji kupay attention hata kwa vitu vidogo vidogo. Don't just assume. Kuna vitu vidogo vidogo. Kuna tu ukimletea kama huwa, huyo mwandada na feel paragash. Dada, ukiandika tu mzee wako ka SMS, huyu mwanaume anasikia I'm the king. Kuna tu venye. Kwa hiyo basi kuna vitu vidogo vidogo ambavyo unaweza kadharau. SMS ni less than 2 shillings. Lakini hiyo SMS inaweza leta tofauti katika uhusiano wenu. And you know what? Iwapo basi umeshinda vema, mmeelewana mke wako, mume wako, mmekaa vizuri siku nzima. Ikifika wakati ambapo labda mmeagree, maybe wengine ni mchana, wengine ni usiku, wakati mnapoenda kuhusika kwa tendo la ndoa, itakuwa smooth tu, hivyo itakuwa mko sawa tu, you'll feel each other, mtasumbuana, mtaenjoy. Naam, najua unanisikiliza kwa makini pale. Kwa hivyo basi ni vema popote pale ulipo kumtumia tu ka airtime tu.
ama kumpigia simu. Kikaa hivi unaenda, kuna ndugu mmoja pahali nilifika mahali, tulikuwa tumeenda mahali, then kafika wasaa fulani ambao mke wangu anatarajia kwamba nafaa nikuwe nimefika kwa nyumba, na anajua nimepitia kona fulani, kapitia mahali fulani, so akashindwa hajafika, kwani ako sawa? Then akapiga simu, na niko na huyo rafiki yangu, tulikuwa tunaongea na tukafanya maongezi zaidi, na jambo la kwanza alipiga tu simu, nikisema hello, akauliza uko sawa? You see, anajulia hali, kutaka kujua umeoverstay muda ambao unajua yafaa kumerudi, kwa hivyo are you okay wherever you are? Nikamwambia niko sawa. Akaniambia nilikuwa nimeshangaa. Nikamwambia no, tulime overstay, tumeongea kidogo, lakini naja, niko sawa, I'm safe. Akaniambia kama uko sawa, it's okay, we okay. Akiniambia hivyo, na mwenye nilikuwa naye akawa ametoka kwake, akasema acha nikwambie, mimi siwezi ulizwa. Ikawa ni big issue, kwamba unajua maybe imefanyika, mimi naona ni kawaida, lakini naye kwake mimi naona ni kitu kidogo tu, kwake anashindwa kwake, yani hata kama ameextend vile ameextend. Na kweli akakumbuka hajawahi pigiwa simu. Ni tabia yake tu, kila watu wana tabia za kwao. Hajawahi pigiwa simu. Kwa hivyo unapata kwamba ni kitu unachokiona kidogo, lakini fika mahali, inform your partner, talk to your partner. Kama mmeongea mchana kutwa, kumaanisha kwamba unapomtumia SMS wakati mwingine atataka kujua na unaendeleaje, uko aje, kazi iko aje, uko wapi, itabidi umwambie. Lakini kama muongee, utafika mahali atupate safari ya ghafla, utamwambia kwa sababu muongeangi. Anashukia tumetokea, unasema ile koti yangu iko wapi, ile suit nyingine iko wapi, ile viatu zangu zile zingine ziko wapi, unachukua unasema si kwambia sorry, tumetumwa meeting kule Mombasa na ni ya wiki moja. Mpaka wife yake anaanza kushangaa, ni hiyo meeting ama kuna agenda nyingine sijui. Kwa hivyo utapata kwamba trust haipo, lakini hata mkienda kuzika kwa tendo la ndoa, anaanza kufikiria ama kuna mtu mwingine. Kwa hivyo ana mashaka nawe, romance pia haipo. Inakuwa mwende kitandani, mmalize mwende. Kisa na maana ni kwa sababu ako na mashaka yake yanamsumbua. Na hivyo basi, mpendwa msikilizaji, ni vema, it is important to talk to your, inform your husband, inform your wife of every step that you're taking. Of course, not literally everything, but whatever that you see important for him or her, itafaa zaidi. Kwa hivyo, pay attention to small stuff. Kuna wengine ambao labda unaona kama huyu ndugu, kilichomuuma ni kwamba mke wake huwa mjulii hali. Lakini in the first place, je, naye pia anajulianga mke wake hali? Kwa sababu kila ambacho unapanda kwa mke wako, hicho ndicho utakachovuna tena times 2, times 3, times 10. Kwa hiyo swali ni je, naye pia umjulia hali, au ni watu wawili wanaishi ni kama kwa jangwani? Anyway, niruhusu tu nisiingie kindani zaidi, lakini natumai umepata hiyo point. Kuna wengine ambao wana value vitu vidogo vidogo, kama vipi unatoka kule mletea mke wako lollipop, lollipop tu, kitu ya 5 bob, kuna ya 5 bob na kuna ya 10 bob I think. Kwa hivyo hiyo tu peke yake anaivalue. It is something so small but anaivalue. Kuna vitu ambavyo ukifanya zinamkasirisha, lakini ukitambua kwamba hii inamkasirisha, then ukose kuifanya just for her sake. Do you know, inamfanya kufeel zaidi, inaleta umahaba fulani zaidi, inaleta kule kupendana, you feel each other more. Kwa hiyo basi, popote pale ulipo natumai basi wanipata vizuri. Kwa hivyo unamletea kitu tu, si lazima kila siku, lakini once in a while, usingoje tu mpaka kwe ni Valentine's, sijui kwe ni birthday, sijui kwe ni anniversary. No, kama una uwezo kidogo tu, do something for her, do something for him. Usingoje tu labda ni ndugu yafaa afanyie kina dada. Hata kina dada, do it for your men. Wanapitia stress nyingi za kikazi na kadhalika kwa ajili ya kutafutia. Please, watulize pia, usiongeze stress. Natumai basi unazidi kunipata vizuri, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo popote pale ulipo, nafikiria ni vema you pay attention to those small things. Avoid small things ambazo anazichukia. Avoid them. Vitu ambavyo unaona kwamba hapa hiki hakipendi, hiki mbona nakifanya. As small as what? Kama nywele. Unajua kwamba mme wangu anapenda nikiweka ka natural hair, alafu nikafungia hapa juu kama mosodo, nikiacha tu nimekachapa kema, alafu nakalainisha hivyo, anasikianga shafika. Ukijua hivyo, mbona basi sasa unafika mahali unaunda vitu vingine, unaweka kiwig ama kiweave. Sema kama ni mbaya, lakini kama hapendi, mbona
Haya, upande mwingine, ndugu, unajua kwamba mke wako anapenda ukinyoa style fulani, usimalize nywele yote ama umalize yote baki mbona basi ufanye the opposite, kuna vitu ambavyo inafika mahali inabidi tufanye, not because of us, because of our partners. Kwa hivyo those small things zinaharibingi uhusiano mwema wa kimahaba kati ya wawili wanaopendana. Kivipi? Unapata kwamba umefika mahali kwa sababu umefanya kitu ambacho mke wako hapendi ama mume wako hapendi. Kwa mawazo yake, unajua wanadamu tunakuwa kujazia haraka sana. Amefikiria, amesema, huyu amfanya hivi, amenidharau. Ameona I don't mean anything to her. I don't mean anything to him. Kwa hivyo amenidharau. Na anapofikiria hivyo, inampotezea appetite upande wa kimahaba, inampotezea appetite upande wa kitandani. Kwa hivyo akienda pale, alafu bahati mbaya tu akumbuke, huyu mwanaume alisemaje ama alinifanyaje, basi inaishia hapo. Mungu atusaidie. Ni kipengele cha 4, mpendwa msikilizaji. Niruhusu niongeze kingine kimoja tu kabla tuweze kutamatisha hii leo, alafu tuendelee tena next week. Kipengele cha kinachofuatia pale tunasema hivi: speak each other's love languages. Can't interpret different. For example, if you can't interpret different for example, time together, gifts, birthdays. You see, kuna yule ambaye anajua kwamba, unajua, nilisikia kuna msemo mmoja ambaye ni mbaya zaidi. Nilisikia ikisemekana kwamba kuna kabila fulani nchini Kenya ama eneo fulani nchini Kenya ambako basi wanawake wanajua kama unampenda cha ukweli lazima umchape kidogo. Haya, sijui nasema kuna eneo hilo ambalo basi mwanamume, ili mwanamke ajue unampenda cha ukweli, lazima unyoroshe yeye kidogo. Yaani ni kumchapa kama ni slap. Naongea kuhusu literally kumchapa, beating her. Nitakunielewa vizuri. Kwa hivyo basi anafika mahali lazima achapwe kidogo ndio akubali mwanamume ananipenda. Kwa hivyo anasema acha nifanye feel guilty, feel ni jealousy, alafu hasa kuna kutafuta makosa mpaka umchape kakofi hivi, mchape ndio anajua huyu mwanamume kabisa ananifeel, ananipenda. Okay. Na of course hayo ni ya kule, lakini pia kwa upande mwingine napoangalia kuna wale ambao wanajua kabisa kama unanipenda haifai kivyo vyote vile usahau birthday yangu. Alafu wewe kimwanaume unatokea kule, umetulia, unakuja naimba, unasema acha tuweke bla bla tufanye hivi. Na saa hizo yeye anangojea, anajua ni amekumbuka vizuri ni birthday yake. Hata kama si mtu mwingine, achana, lakini yake. Alafu anakuambia leo ni birthday yako, unamuuliza kwani tarehe yako inakuanga? Yaani kumaanisha kwamba hata ujui ni tarehe gani. Inamkasirisha zaidi. Love languages, kuna wengine ambao basi wanajua kwamba ili basi nikuwe napendwa then anipatie, au akinipatia do. Kama anipatii pesa inamaanisha kwamba bado ana mashaka. Kwa hiyo basi wapote pale ulipo, ni vema ukapata kutambua kwamba katika kipengele hiki you need to speak each other's love language. Naam, kuna mwingine ambaye anajua kwamba ili basi ni kabisa ni prove mume wangu ananipenda, ni kwenda anapenda sifa kidogo. Kwa hivyo ni kwenda mbele ya watu nasema this is my queen, this is my first lady, ngine sifika kama nasema this is a man that I love, introduce kuonyesha kwamba this is my king, he's a king in the house. Hata kuita hivyo kama mmekosana, lakini basi you see, unafika mahali mna solve issues zenu kwa haraka, then anaweza akakuita majina yote. Akikuintroduce hivyo, kimuintroduce anasikia shafika. Kama ni wallet anakupatia, kama ni ATM anakupatia pamoja na pin number. Just kidding anyway. Lakini basi katika hayo yote, kila nataka ingie ni kwamba licha yote tunahitaji kucheza game ya wenzetu. Kivipi? Kwamba unavali mwenzako kiasi kwamba unamtakia mema. Naam, kidogo pale kutuliza, natumai basi mambo safi. Kwa hivyo hiki kipengele hiki tunasema kwamba you speak each other's love languages. Kuna mmoja ambaye basi labda anajua kwamba love language ni kumpeleka out. Love language ni kumintroduce kwa familia yake vizuri. Love language ni kumtetea, kuweka shield kwake. Anajua mume wangu nothing bad can happen to me. I remember there's a lady, ni mwimbaji pia,
alifika mahali akihojiwa wakati mmoja na akawa anaelezwa aliulizwa tu kati yako na mume wako. Hizo maswali zinakaa kijinga hivi, lakini kati yako na mume wako nani ambaye ako most likely kufungwa jela? Akasema mume wangu. Kamuuliza kwa nini unasema mume wako? Akasema ni kwa sababu my husband can go to whatever extent kunitetea. Mzai, kwani kukutetea lazima anaweza enda jela? Ndipo sasa akasema, unajua this is one scenario. Ni kesi moja ambayo basi huyu mama ama mke amechukua kujaji mume wake hivyo. So ujue one step, one move in life, especially in relationship, matters a lot. Unaweza kufanya kitu ambacho kinafanya mke wako ni mke tu kwa nyumba, lakini hayuko, anapenda mwingine hata kuliko, na bado ameokoka. Akiwa na swali ambalo la msumbua anataka kuuliza, atauliza so and so, lakini si kuuliza wewe, na wewe ndio mume wake. Najua wewe ni bure tu. Anyway, sisemi wewe, yule mwingine. Kwa hivyo basi naposema hivyo, mpendwa msikilizaji, ni kwa sababu unapofika mahali ambapo unafanya unaongea na mke wako, ndio kwa sababu unahitaji kuongea each other's love language. Unapata kwamba anaelewa vitu tofauti na vile ambavyo naelewa, na wewe umewekelea msimamo wako na amewekelea wake. Hiyo ndoa kuna tatizo. Mungu aweze kuonekania na ndoa wa aina hiyo. Kwa hiyo popote pale ulipo, basi jibidishe kuhakikisha kwamba angalau hata kama mna trip ya kwenda na mko na gari, mmebarikiwa na gari, mnatoka tu, mnaweza zunguka kwa barabara kidogo, wawili tu muongee, ama na watoto muongee kidogo tu kwa environment nyingine labda ya gari, na sio okay. Hata mnaweza amua kutembea kwa mguu, lakini mnasemezana. Inasaidia zaidi, mpendwa msikilizaji, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnasonga pamoja, mna move pamoja, mnaelewana zaidi. Wakati mnatembea mnasonga pamoja, unagundua wakati mko tu pale njiani mnatembea, unagundua kumbe mke wangu anapenda kala fulani, aina fulani, gari kala fulani. Ama unagundua kumbe mke wangu anapenda kitu fulani, kumbe hivi na hivi. Kuna vitu utakuja kutambua ambazo huku unajua. Kwa hiyo basi popote pale ulipo ni vema, ili basi kupata kudevelop uhusiano mwema wa kimahaba kati ya wanandoa. Hicho ni kipengele kingine ambacho afaa tuzingatie zaidi. Naam. Niruhusu niongeza kimoja, muda naona unaruhusu pale. Kwa hiyo basi kipengele kingine kimoja ni kuhusiana na do the chores together. Mfanye kazi kwa pamoja. Mnapika pamoja. Kama hamna mtu akusaidia kufua, mnafua pamoja. Mnaoga pamoja. Mnapeza peleka watoto kliniki na kadhalika pamoja. Yaani kuna vitu mfanye pamoja. Unafika mahali unashikia mke wako mtoto. Unajua unapomshikia mtoto mnakaa, inasaidia kivipi? Utapata wakati mwingine unafika mahali ambapo wanawake wanakuwa wamekaa, wanaanza kuelezana, mume wangu hivi, mume wangu hivi. Anafika mahali hata kama alikuwa na negative attitude towards you, anafika mahali ambapo anatambua kwamba hiyo negative attitude ambayo alikuwa nayo haipo tena. Maana kuna uwezekano akaenda akaongea na mama wengine, na mama anamwambia unajua mume wangu hivi na hivi, unajua mume wangu. Alafu akikaa hivyo anasikiza, anagundua kumbe there is something that I'm taking for granted which I should not. Labda ni amechukulia kihivi hivi tu wakati ambapo anasaidiwa, anachukulia kihivi hivi tu wakati ambapo mume wake ni mwaminifu ama mke wake ni mwaminifu, anachukulia kihivi hivi tu. Kuna vitu ambavyo utachukulia kihivi hivi tu pasipo kujua, pasipo kuelewa. Mungu akutende wema, mpendwa msikilizaji, ili basi mkaweze kufanya vitu kwa pamoja. And more so your finances. Finances huwa zina issue sana. Mkifika mahali mnasukumana juu ya mambo ya fedha, na kuambia itakuwa vigumu sana kuwa na mahaba ya kutosha, kuwa na enough, kufiliana kwa kutosha katika hiyo ndoa. Kwa hiyo popote pale ulipo, mpendwa msikilizaji, ningependa kujuza hivi kwamba licha ya yote, licha mambo yote, ni vizuri mkaweze kufanya vitu kwa pamoja. Iwe ni pesa za ndoa. Maana pesa ndio huleta shida sana. Maana vitu ambavyo huvunja ndoa zaidi ni mambo ya sex, pesa, of course, na mwingilio wa watu wengine wa nje. Inaharibu sana ndoa nyingi. Kwa hiyo basi mkifika mahali
manage pesa zenu vizuri. Muamue, kuna watu wanaamua wacha tuwekange tu pesa pamoja then we budget together. I believe that could be the best. Depending na mme wako ni wa aina gani, mke wako ni wa aina gani. Kwa hivyo ikiwezekana just do them hivyo. Lakini kama haiwezekani then Mungu awape hekima on what to do. Kwa hivyo popote pale ulipo, tumegusia vipengele vitatu kwa leo. Tumeongea kuhusiana na pay attention to those small things. Vitu tudogo tu. Unajua unaweza letea mke wako zawadi ya viatu vya shilingi 500 zile zinauzwa kwa streets. Na zikambamba akaona Kuna mtu mmoja alikuwa anasema, dada mmoja alikuwa anasema, baba alikuwa anasema, pesa ya mwanaume ni tamu bwana. Ndipo sasa anasema pesa yangu ni yangu na yako ni yetu sote. Okay. Kwa hivyo popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, tulijifunza hilo. Alafu jambo la pili kwamba speak each other's love language. Na hata love language nyingine ambayo unaongezea tu kwa hiyo speak each other's love language. Kuna mwingine anapenda tu if you spend your quality time together. Ushaiona watu ambao wanapendana, unasikia mtu anakuambia tulienda kwa hiyo date ilikuwa nzuri, kai tumejienjoy. Lakini ukiangalia hakuna kitu ukimuuliza mlisemezana nini huko, hakuna hata hawajapanga harusi. Kazi yao tu nilikutana. Mkishakutana alafu anaangaliana. Wewe si sema. Wewe sema kwanza. Hivyo. Wewe sema tu kwanza. Sema, nakupenda. Nilikuwa nangoja hiyo. Nakupenda pia. So you see, wana waste muda mrefu kuongea a lot of nothing, a lot of nonsense. Hakuna kitu, lakini wanaongea, lakini kwa sababu wana spend their quality time together, they feel each other. Inatokeleza utamu aina yake. Na ndipo mmoja anasema pesa mwanaume ni tamu. Acha niache hapo. Kwa hivyo basi kipengele cha 3 tumesema kwamba tufanye kazi kwa pamoja. We do chores together. Ambapo itasaidia sana pakubwa zaidi kwa ajili ya kuleta ule umoja. Na ndipo sasa unaposoma maandiko, Biblia inasema kwamba where there is unity, God commands a blessing. Na kwa sababu wewe upo kwenye ndoa yako, mkifika mahali kuna huo mshikamano, mmeelewana, mko na upendo, ule wa kwanza umedumu na kadhalika. Do you know? Mungu kuamrisha baraka ni rahisi, lakini wakati ambapo bado tumeskata, tuko kule, haitatufaidi. Kwa hivyo kama wanandoa, ni wengi ambao mnanitizama, kitu ambacho kimewaharibia utajiri wenu, your next level, ni kule kutoelewana katika ndoa. Unaongea hivi, mmetofautiana pasipo kujua ukweli. Sasa hizo unapoangalia katika hiyo ndoa, ni mengi tu ambayo tunahitaji kujua mpendwa msikilizaji kuhusiana na hizi ndoa. Na ni vyema unapoingia kwenye ndoa, jibidishe kuhakikisha kwamba umetenda inavyofaa. Umecultivate ndoa yenu, mmekaa kwa pamoja, mmeshughulikiana, mmefanya kazi kwa pamoja, itasaidia zaidi. Mungu akutende wema mpendwa msikilizaji. Natumai nimegusia na mtazamaji pia. Nimegusia kwa kirefu, kwa kiasi pale, na natumai pia nawe umeweza. Kama una jambo lolote unaweza tuma SMS au vile vile pia upige simu utuweze kuongezea pale katika hayo, tupate kujua wasemaje, maoni yako ni yepi. Usiku ama ni asubuhi ya leo. Kwa hiyo basi wasemaje, yako maoni yepi? Na baadaye tunapoendelea, kwa yule ambaye basi anaendelea kusikiliza pale kwenye radio, make sure umesubscribe kwa channel hii unapoendelea kupiga simu. Kama una jambo la kuongezea au jambo ambalo kuna kitu ambacho kushika vizuri, feel free kutuma SMS yako na kadhalika. Na vile vile pia kwa wote ambao nasikiliza, basi karibu sana. Mungu akutende wema popote pale ulipo. Kwa hivyo make sure umesubscribe. Enda pale kwenye YouTube channel, tafuta Victor Mandala SNL, na mafunzo ya leo ni kuhusiana na tabia zitakazojenga uhusiano mwema kati ya wanandoa. Kwa hivyo basi ama strong romantic relationship. Kwa hivyo popote pale ulipo, hakikisha kwamba umeweza kusubscribe. Labda nijuze tu kwa wale ambao unasikiza kwenye radio, unahakikisha kwamba umesonga kwenye YouTube pale, tafuta search, enda tafuta YouTube, click open YouTube, then baada ya kuopen hapo juu kuna ka box ni ka search, una click tu hapo, then una search kile ambacho unataka. Na kwa leo unaandika pale Victor Mandala SNL, tabia zitakazojenga uhusiano. Kwa hiyo basi unakiandika tu hivyo, moja kwa moja itakuleta mpaka kwenye video yetu ipo. Na nikukumbusha tu kwamba iwapo utafika mahala ambapo basi
umefinya click subscribe pale kwenye channel hii, na unaambiwa sign in na Gmail account yako. Kwa hivyo nirudie tu hivi, ukiwa kwenye YouTube already, pale kwenye video, chini ya video hii kuna neno subscribe, click subscribe, then baada ya pale click notification bell, kuna alama ya kengele, click your notification bell ili uwe notified every other time tunapoweka mafunzo mapya kwenye online. Vile vile pia unapofanya hivyo, click your notification bell na ushare ujumbe. Ukiambiwa sign in na Gmail account yako, and make sure umeshare ujumbe huu kwa marafiki na kila mmoja, na itakuwa vema zaidi. Kwa hiyo basi subscribe, click notification bell, then tuzidi kusemezana zaidi. Naona kuna mmoja hapa anasema niguzie la points la Sato. Nishagusia katika recap, kwa hivyo natumai alituma saa ngapi? 39 nafikiri ametuma sasa hivi. Sasa Sato nimetoka kuguzia zile ambazo nimegusia katika recap. Tuliongea kuhusiana na cultivating shared interest, doing things together, taking walks together, you know, kama kuenda mazoezi na kadhalika. Hiyo nigusia ni wakati last time. Kwa hiyo basi ndio hiyo ilikuwa kipengele cha 3 pale ama cha yes. Alafu nyingine ikawa ni keep in touch throughout the day, mweze kusemezana, mwe mnaongea, tumiana tu SMS tuzuri na kadhalika, WhatsApp na kadhalika. Itakuwa vema zaidi, itajenga uhusiano wenu, mtasonga mbali. Mungu akutende wema katika kila jambo. Shalom. Kwa hivyo subscribe na ushare ujumbe huu. Mungu akutende wema popote pale ulipo. Nashukuru sana kwa pamoja nawe. Kwa wale ambao wanatazama pale kwenye YouTube, chini ya video hii kuna neno subscribe. Ukiambiwa sign in na Gmail account yako, na baada ya kusign in na Gmail account yako, kando yake kuna alama ya kengele 3. Kwa hivyo una click alama ya kengele ni moja, then ukisha click ndio inakuletea hizo 3, then unachagua ile ambayo basi iko sawa. Sema kwamba unachagua ile ambayo si yenye uko na tunini kando, kuonyesha kwamba itakuwa alert, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo Mungu akutende wema, tuadiane tena kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Hii ni part 3, part 4 on the way inakuja next week. Usicheze mbali, na kama una lolote la kusemezana nami, hapa chini ya video hii utapata moja kwa moja. Naona kuna mmoja anavuta waya hapa. Biblia useme lo. Biblia useme lo. Hello. Naam, habari ya leo? Nzuri sana. Mwenzangu nani? Naitwa Michael Mwindi. Yes, Michael Mwindi. Unajua wengine? Yes. Mandeo ni wanakuanza ni nguvu mingi sana. Wanafikia kama mahali wanasema sisi tulikuja kukuja kufanya kazi. Sasa unaona wanaachia mwanaume na hustle peke yake. Ngana huko na huko ili wao wapate kitu. Lakini yeye anakaa tu bure. Alafu vile vingine ni communication. Communication vizuri kwa nyumba. Mandeo ni wanakuanza wabaya kwa sababu wao ukisema tukae tuongee hivi, yeye anakuja anarudisha hiyo maneno nyumba. Ndio tufanye hii, anarudisha maneno nyumba. Anasema fanya hii. Unajipata mahali huko mahali penye hata uendelee vizuri. Yes. Ukisema uwe shamba, anasema acha na shamba kwanza, nunua ng'ombe. Baada ya kununua ng'ombe inakuwa. Naenda sasa. Ukisema uende ununue tiketi kusiaka, anasema nunua pikipiki. Wanakushika na pikipiki wanakuweka ndani. Unaona kitu kama ana communication kwa communication kwenu, mkipanga vitu. Hata vile mmepanga na wewe kwa ndoa. Okay. Asante. Haya, asante. Haya, sasa kuna wale wanawake wanakuwa na siasa sana. You know, mkipanga hivi anataka kwenda hivi, mkipanga hivi. Yaani kila wakati hamkubaliani, anakutu ruti ya kwake. Wow. Okay. Haya, ushasema ndugu yangu, ushanena, semi kitu. Kuna yote mwingine wa kuongezea lolote? Nafikiri itakuwa vema zaidi tunapomalizia. Kama kuna yote usibaki nayo, ili tusemezane kwa pamoja. Bila shaka naona hamna yoyote mwingine, bila tunapozidi pale kwa pamoja.
nashukuru sana kwako wewe ambaye basi umekuwa pamoja nasi, tumejifunza hayo, na kama vile nilivyokuahidi basi leo nitakupa kuachilia mapema, kwa hivyo usitie shaka, nitakuwa narejea ili tuweze kuomba kwa pamoja kwenye kipindi hiki. Lakini zaidi ya yote, wewe ambaye unasikiliza pale, zidi kutilia maanani haya ambayo tunajifunza, na naamini kwamba at the end of the series, maana nafikiria tumefika 7 na tuendelea mpaka kuna zingine kadhaa ambazo tutaendelea nazo. Kwa hiyo basi usitie shaka, make a date with me next week same time, hapa Biblia Inasema Broadcasting, tuweze kujifunza mengi zaidi. Lakini kwa sababu basi niruhusu nipunge unyunyu, alafu tutakaporejea tutakuwa naomba kwa pamoja. Endelea kutuma SMS yako hitaji ulilonalo la maombi ili tuombe kwa pamoja. God bless you popote pale ulipo. Shalom. Hapa chini kuna neno subscribe, click notification bell, then itakuwa vema zaidi ushare ujumbe huu. Kwa hivyo basi Mungu akutende wema. Subscribe, sign in kama utakuuliza, alafu notification bell, alafu you're good to go. God bless you. Mimi hapa ni your bro Victor Mandala. Love you all. Ndoa yako itasimama na haitarudi nyuma tena. Wewe ambao unatamani kuolewa na kuoa, Mungu akujalie there may be a divine connection in Jesus name. Amen.